7 mstari wa 11 hadi ule mstari wa 17 ndipo mahali tutasoma hapo. Neno la Mungu linasema, baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana pamoja naye na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Tunaenda fungu la ngapi? 13. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza, wale waliokuwa wakimchukua wakasimama. Akasema, kijana, nakuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Waweza kufunga Biblia yako, tutarudi baadaye. Moja kati ya visa ambavyo siwezi kumaliza mwezi bila kusoma ni Luka sura ya 7 fungu la 11 hadi la 17. Kisa kinasema Yesu Kristo, ukianzia pale juu, ametoka kufanya muujiza katika nyumba ya mwanamume mmoja ambaye alikuwa na mamlaka katika utawala wa kipindi hicho. Na akiondoka nyuma yake ana mitume wale 12, halafu ana wengine makutano wanamfuata. Na kumbuka kule nyuma amefanya miujiza mikubwa ambayo imewafanya watu wengi wamfuate. Miujiza kama vile kulisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2, miujiza ya kuponya na kufufua. Kwa hiyo wengi walijikuta wanamfuata Yesu. Sasa Yesu akiwa safarini, Biblia inasema akapita kuelekea mji wa Naini. Kule nako kuna mkutano mwingine unakuja. Ni mwanamke mjane aliyefiwa na mtoto wake na mume wake, halafu amebaki ni mjane na mtoto ambaye ni tumaini lake naye amekufa. Biblia inasema watu wakamchukua yule mtoto katika jeneza, wakatoka naye nje ya mji ili wakazike. Nilikuwa nafanya kusoma background ya hizi habari. Waliokuwa na mali, uwezo, matajiri na wenye vyeo ndio waliozikwa ndani ya mji. Ukifiwa wewe ambaye uwezo wako ni mdogo, walikuchukua nje ya mji, tena ng'ambo kabisa milimani, kwenda kuzika kule. Kwa hiyo huyu mwanamke kwa sababu ni mjane na hana chochote na amefiwa, wakachukua yule mtoto kumpeleka kumzika nje ya lango. Sasa Biblia inasema wakiwa katika kuondoka kwenda kuzika, na Yesu Kristo na mkutano wanaingia ndani. Makutano haya mawili yote yana hisia tofauti. Huu mkutano wa Yesu Kristo wana furaha na wanaimba. Nilikuwa ninasoma habari zile zinasema wengine walibeba vinubi, wengine ngoma na kila aina ya mziki wa kipindi hicho. Wanaimba, wanamshangilia Yesu, si kwa sababu wanampenda, wanajua hata wakipata njaa watakula baadaye. Wanaendelea mbele, ng'ambo wanaona kuna kundi kubwa linakuja, lina watu wengi, wao hawaimbi. Kinachosikika ni sauti za kilio, kelele za kilio. Nimewahi kusikia kisa cha makundi mawili yaliyogongana kihisia. Mtoto mmoja ambaye alikuwa anasoma darasa la 6. Usikia hii habari. Huyu mtoto alikuwa na kipawa sana cha kuhubiri. Sasa huyu mtoto siku ya Jumanne mwalimu akatangaza, akasema siku ya Jumamosi kuna mechi ya mpira kati ya darasa la 7 na darasa la 6. Na wanayemtegemea kwenye huo mpira ni huyu kijana. Sasa anajua yeye ni Mwadventista, hawezi kwenda kucheza mpira siku ya Sabato. Akarudi nyumbani akawaambia wazazi, tumetangaziwa kuna mpira siku ya Jumamosi, na bahati mbaya ninawaza nitaenda wapi. Jumatano wako kanisani, akasikia tangazo linasema siku ya Sabato atakayehubiri ni yule kijana wa darasa la 6. Sasa mawazo yanagongana, niende kwenye mpira au niende kwenye kuhubiri? Siku ya Ijumaa ndio siku ya kufanya maamuzi. Mimi sichangai hata ninapoona kuna watu ambao
siku za Sabato anaamua kuacha kurudi kanisani, anasikiliza mpira kwenye TV na kadhalika. Sasa huyu kijana akafanya mchakato kichwani, niende kwenye mpira au nikahubiri. Ijumaa akapata jibu, akasema sitaenda kanisani, nitaenda kwenye mpira, maana hata hivyo wanamtegemea sana. Akaamua kwenda kwenye mpira, wakacheza mpira, na sasa ataendaje kwenye mpira? Ijumaa wazazi wanakwenda kufungua Sabato, yeye akaingia ndani akalala, akamwambia wazee, ninaumwa sana, kwa hiyo kesho sitafanikiwa kwenda kanisani. Kuna watu wanajua kuigiza. Mlioko kwenye ndoa mnaweza mkaelewa vizuri. Kuna mtu anaweza kaigiza ni mjamzito na ukahemea matunda kila aina, lakini hata ujauzito haupo. Anakuambia kabisa mimba hii nataka supu, na ukaleta supu lakini hakuna mimba. Kwa hiyo waigizaji wapo. Yule kijana akaanza kutetemeka ndani ya shuka. Wazazi wakaomba. Baadaye wakaenda kanisani siku ya Jumamosi asubuhi. Alipoona wameenda, akaangalia muda, akasema mechi imekaribia kuanza. Akaondoka kaenda shuleni, wakacheza mpira, na alivyokuwa mtaalamu wa mpira, dakika chache akafunga goli la kwanza. Wakashangilia. Dakika chache bao la pili, dakika chache bao la tatu. Akagundua ni muda wa ibada kuisha. Sasa kule wazazi wamepeleka taarifa kanisani, wasema jamani, yule mhubiri wetu anaumwa, hataweza kuja. Mchungaji akasema baada ya hotuba wote tutakwenda kumwombea kijana wetu anayeumwa. Kwa hiyo wakamaliza ibada huku, wakasema tunakwenda kumwombea. Na kule shuleni alipomaliza tu kufunga bao la tatu na mpira umeisha, akapotea, akarudi ndani, akajifunika tena blanketi, akaanza kutetemeka. Sasa huku kuna kundi la watu wanakuja kutoka kanisani, wakaja mpaka nyumbani, wanakuta kijana hoi, jasho linatiririka na anaumwa kweli kweli. Baadaye wakaanza kuimba tabibu mkuu huyu, wanaimba serious na kusoma mafungu. Baadaye wanafunzi wenzake darasa la 6 wakagundua kijana hayupo na ndiye aliyefunga, wakasema situcheze, tunaenda nyumbani. Wanapokuja nyumbani wanaimba, yule kijana alikuwa anaitwa Mpendwa, wanaimba mpendwa, tatu kwa bila, huku ndani wanaimba tabibu mkuu. Sasa wanaoimba huku ndani wanasema ni nini kimetokea hapo nje? Darasa lote la 6, mamia ya wanafunzi wamekuja, wanaimba, wanashangilia. Ndipo akaitwa mama mwenye hekima, akamwambia tulieni, Mpendwa anaumwa. Wasema hapana, Mpendwa anaumwa. Wakamwambia kwani anaumwa ameanza lini? Wakasema kwa nini mnauliza? Sema hapana, msituchezee, tunaomba atoke tumpe zawadi yake, maana leo ametufurahisha, amefunga magoli mengi. Mpendwa. Sasa wakaona hawawaelewi, wakapita ndani, tabibu mkuu, Mpendwa. Sasa Mpendwa yuko ndani ya blanketi anaendelea. Hebu muulize jirani yako, ungekuwa Mpendwa ungenyanyuka au ungeendelea kutetemeka? Sasa Mpendwa yuko ndani ya blanketi. Baba yake anauliza, kijana, wewe ulienda kucheza mpira? Mpendwa ananyanyuka kwa mbali, anasema baba, nilienda na kwa kweli nimefunga mabao 3. Sasa mzazi wewe ungefanyaje hapo? Nini kinachoendelea? Ni viboko, ni msamaha au ni nini? Ninachokieleza ni kama ninaona kutano hili, Yesu anakuja na hapo kuna kundi linalia na Yesu anakuja na mkutano. Ndipo Biblia inasema wanakutana katikati ya mji wa Naini kwenye lango la kuingia. Biblia inasema ndipo wakashangaa, kutano linasimama ghafla na mama akiwa mbali, watu wamebeba jeneza, mama wa marehemu yuko mbali analia. Biblia inasema jambo la kwanza likamshtua, akashangaa msafara umesimama. Ndipo baadaye mama anasema kuna nini? Maana kwa tamaduni za Wayahudi mtu akisha kufa anatakiwa zikwe haraka sana. Mama anasema mbona mnachelewesha? Nenda, twende tukazike. Ndipo mama anasogea kwa waliobeba jeneza, akasikia kauli ya pili, namwambia mama usilie. Bwana Yesu apewe sifa. Hili neno kwa Wayahudi ni kama tusi.
Mtu analia kwenye msiba, afu naambia usilie. Mara nyingi hata wale wanaoendesha ibada za mazishi tumekuwa tukiambiwa ni makosa kumzuia mtu anayelia. Unamwambia usilie, mwachalie atoe sumu, maana asipolia anabakiza sumu mwilini na inaweza kumuathiri baadaye. Sasa huyu mama analia, watu wakasikia Yesu anasema usilie. Unajua hata kuna watu mmekaa hapa, hata mkisikia tunapohubiri hapa Pastor Butoke akiwatia moyo, anaambia kuna Yesu anaokoa, kuna tumaini, mnasema ni vile tu hauelewi. Ni kama yule rafiki aliyeniambia, mchungaji, ni vile tu wewe haujui, ungepewa mke kama nilie naye. Lakini nataka nikwambie kuna Yesu anayesema usilie kwa jina lake. Usilie. Ndipo Biblia inasema yule mama akamsikiliza. Yesu akaenda mbali akafanya tukio la pili. Aliposema usilie, akaligusa jeneza. Hili neno mimi limenitisha sana. Kitabu cha Mambo ya Walawi kinasimulia namna ambavyo viongozi wa dini, makuhani, Walawi na watu waliokuwa wakijihusisha na mambo ya dini, kugusa jeneza kwao ilikuwa ni unajisi mkubwa sana, na hakutakiwa kabisa hata kulisogelea. Kwa hiyo waliokuwa wanagusa ni wale watu ambao walionekana hata kigusa haina shida, acha awe najisi. Ndio maana ngoja niwaambie hata leo, kwani mnapokwenda misibani, wakati baada ya ibada zote tunakwenda kuzika, wanaoshuka kwenda kushusha jeneza na kufukia ni watu wa aina gani? Waliovaa tai, wenye heshima zao, si ndio wanashuka kwenda kuzika? Mwambie jirani yako, hivi umeshaamka kweli? Wanaozika ni wale wenye hali ya chini, kwamba acha yeye ndiye azike. Na sasa wanamshangaa Yesu anakwenda taratibu mpaka kwenye jeneza, analigusa jeneza. Wafarisayo wakasema huyu ni nani? Tulidhani ni mwana wa Mungu, tulidhani ni kuhani, tulidhani na yeye ni Mlawi, lakini kwa nini amegusa jeneza? Akafanya kosa la tatu, akaongea na maiti. Akamwambia, kijana, inuka. Sasa Yesu anaongea na maiti, kumbe hata maiti zinasikia Yesu akizungumza. Yesu akiongea maiti anasikia. Ngoja niwaambie, neno kufa kwa sasa huwezi kulielewa, kwa sababu limezoeleka sana. Miaka ya nyuma, hata katika kipindi cha kukua kwangu, ikitokea msiba hata kwenye kijiji fulani, mnashangaa kijiji chote ni cha baridi, hakuna anayepiga kelele. Ni leo tu kifo kimezoeleka, ambapo mnaweza mkaa mnazika, mnapiga story, wanachimba kaburi, wanapiga story. Lakini miaka ya zamani wakati wa msiba ni kimya, hakuna anayeongea. Leo watu wamekuwa majasiri kwa sababu vifo wanaviona mpaka kwenye runinga. Wanaona mtu ameua watu 5, damu zinamwagika, hadi watoto wanaona maiti wala hawana wasiwasi. Lakini miaka ile ukisikia kifo, watu wote wanapigwa na baridi kwa sababu ni kifo. Leo msamiati unaotumika sana kuliko misamiati yote duniani ni kifo. Utasikia nakwambia, nimeanzisha biashara yangu imekufa. Tumechumbiana, uchumba umekufa. Nimefunga ndoa imekufa. Nimepata cheo kimekufa. Nimepata afya nzuri, afya imekufa. Kufa ni msamiati ambao umeshazoeleka sana. Habari njema ni hii hapa, kwenye mikutano kama hii yuko Yesu anayekwambia usizike hata kama amekufa. Malezi yaliyokufa, ndoa zilizokufa, uchumba uliokufa, biashara iliyokufa, mahusiano yaliyokufa, ukiyaleta kwenye hii mikutano, Yesu anafufua kwa jina la Yesu. Ndipo maandiko yanasema Yesu akaongea akasema, kijana, inuka. Biblia anasema kijana akainuka, akaketi. Alafu Biblia anasema akamkabidhi mama yake. Alafu kijana akaanza kusema. Hakuwa na uwezo wa kusema, lakini baada ya Yesu kuongea akasema. Na yule mwanamke, ninajaribu kupiga picha, ninaangalia alipompokea kijana wake anaimba, lakini mwandishi mmoja anasema alipoona Yesu amemwambia kijana inuka, ndipo yule mwanamke akasema aliongeza kulia kuliko alivyokuwa analia. Mimi wanaangalia hata kwenye misiba, unashangaa watu wanaongea tu, unajua tulikupenda, yani ungenyanyuka baba, rudisha. Niliwahi kuendesha msiba mwaka 2015 nikiwa ni mwinjilisti. Ndesha msiba, aliyekuwa amekufa ni karani wa kanisa, mke wake amebaki. Halafu nikashangaa, tunaendelea na msiba, tunaendelea usiku kule maeneo ya kule, usiku watu tunalala nje kwenye maturubai. Sasa wakaniheshimu tu, wazao, wewe mtumishi wa Mungu silale nje, lala hapo sebreni. Mke wa marehemu chumbani na waombolezaji wengine, na mimi niko sebreni. Kwa hiyo yule mama analia, anasema, Bwana mrudishe mume wangu, mrudishe mume wangu. Usiku nimesinzia, nikasikia kishindo kikubwa. Watu wanakimbia kutoka chumbani.
kumbe ni mke wa marehemu na waombolezaji. Wanakimbia, na kwa sababu eneo lile ni karibu na ziwa, na mimi nikasema sio mzembe kiasi hicho, nikaungana nao kuanza kukimbia. Sasa tunakimbia. Baadaye kule tulikofika ni ziwani, hatuwezi tena kuendelea. Nashangaa kila mmoja ameinama, anapumua. Wanaona mwinjilisti naye amefika na anapumua. Baadaye wananiuliza, mwinjilisti unakimbia nini? Na mimi nauliza, nyinyi mnakimbia nini? Ndipo wakasema, sisi tumeona mke wa marehemu anakimbia na sisi tukakimbia. Nikamuuliza, mke wa marehemu ulikuwa unakimbia kwa nini? Anasema, nimemuona mume wangu live. Aliyekuwa anamuomba afufuke sasa amefufuka, halafu anamkimbia. Nikamwambia, mama una uhakika? Anasema, nimemuona. Nikasema, hapana, kwa nini amekuja? Nikamwambia, lakini uliomba ukasema afufuke. Yule mwanamke anapokabidhiwa huyu mtoto wake akaongeza kilio. Kuna wakati Yesu anafanya jambo kwenye maisha ya mtu, badala ya huzuni analia kwa furaha. Na kwenye mikutano hii kuna watu Bwana atawafanyia mtalia kwa furaha kubwa sana. Yesu anamkabidhi yule mwanamke anaangalia mtoto wake, tumaini limerudi. Jana mliokuwepo niliwaambia habari za maiti. Za mjane. Mjane anapokuwa amefiwa na mume wake, heshima yake ni kubaki na mtoto. Kwa tamaduni zao, kama hauna mtoto wa kiume, hata mali ulizokuwa nazo walikuwa wanakunyang'anya. Wanasema hufai kumiliki mali, maana hauna mtoto wa kiume. Sasa huyu mwanamke anajua kabisa kwamba hapa nilipo nimebaki na tumaini kwa kijana peke yake. Ndipo anashangaa nakabidhiwa, tumaini lake linarudi. Mwandishi mmoja anasema, yule mwanamke wakati anatembea ana mtoto wake, kuna watu wakaanza kunungunika, hivi Yesu amefanyaje? Kwa nini amemfufua? Unajua sio kila anayelia msibani kwamba anakusaidia kuumia. Wako wengine wanalia huko wanafurahi. Nikizungumza na watu habari za msiba, wanawaambia hasa wanawake, ukiona mume wako amefariki, kabla hujaanza kulia, tafuta funguo za vyumba vyote kwanza. Weka mahali ambapo watu hawawezi kuona. Unapolia wanauliza, hivi funguo za chumba fulani ziko wapi? Wewe waambie, hata mimi sijui, umeziweka mahali fulani. Ukilia kabla hujaweka salama vitu vyako, kuna watu wanalia huku wanafirisi kila kitu. Wewe unalia, wao wanabeba kadi za benki, hati za nyumba, wanafanya nini? Sasa huyu mwanamke watu wanamchukia, wanasema, kwa nini Bwana amemfufua huyu mtoto? Furaha ya mtu kutendewa ni maumivu kwa watu wengine. Hata kuna wengine wanatutia moyo, wanakuambia nenda kaombe, lakini ukishaomba Bwana akikutendea, wanakuwa wa kwanza kukwambia tutakuona tu tutakakofikia ni wapi. Mwanamke huyu anapotembea akiwa na kijana wake, mambo yafuatayo yanatokea, ambayo nataka niaseme kwa haraka mahali hapa, hafu nimalize. Biblia inasema mkutano wote uliokuwa unaelekea kwenda kuzika ukabadilisha uelekeo. Sasa safari sio kwenda kuzika, ni kurudi nyumbani kusherekea ufufuo aliyekuwa amekufa. Nataka nikwambie, kuna mzazi ananisikiliza huko mahali hapa. Bwana amempa watoto wake, na wale watoto wamekuwa ni maiti kwa namna ya malezi. Tabia zao zimeharibika, wanakula unga. Ni watu ambao kwa kweli walikuwa wanategemewa. Nakumbuka huyu mama aliwekeza ndani ya huyu mtoto. Watu wamesomesha vijana wao, wametumia pesa nyingi, lakini cha ajabu wale vijana wamekuwa ndio warahibu wa madawa ya kulevya. Nataka nikutie moyo mchana wa leo, Bwana yupo, anaweza kumfufua kijana huyo. Kuna mtu aliingia kwenye ndoa kwa furaha, anasema leo nimeolewa, leo nimepata mwenzi, leo furaha imekoma, ndoa imekufa. Kwa jina la Yesu leo njoo Bwana ifufue. Kuna watu ambao afya zao zimekufa kabisa. Kuna watu sione tumekaa hivi, kuna watu hapa kwenye mikoba wana vidonge, wanakula vidonge. Kwao vidonge ni kama karanga, kila itwapo leo na vidonge ni kubugia, afya yao imeharibika. Kila kona ni maumivu. Kwenye mikutano ya Njombe Net Event, moja ya baraka ambazo Bwana anazitoa ni kufufua afya zilizoharibika. Kuna watu ambao kazi zao zimeharibika. Unajua hii dunia, ukiona umefanya kazi, biashara, umetoboa, mshukuru Bwana. Kuna mtu amejaribu, ameuza kila kitu. Ameuza matunda, ameuza mahindi, ameuza kila kitu, lakini kila anachojaribu kinakufa. Sikiliza wito wa Bwana unasema hivi. Sikiliza kitabu cha Yeremia. Fungua sasa Biblia, turudi mahali hapo. Fungua Biblia, kitabu cha Yeremia. Wito wa Mungu anasema hivi. Kitabu cha Yeremia, sura ile ya Yeremia sura 31. Nami nitasoma katika ule mstari
wa 15 hadi 17. Kama umefika sema amina. Biblia inasema, Bwana asema hivi: sauti imesikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi, Raheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa watoto wake, kwa kuwa hawako. Bwana asema hivi: zuia sauti yako usilie, zuia sauti yako usilie, na macho yako usitoe machozi, maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka chini ya nao watakuja tena toka nchi ya adui, ndivyo asemavyo Bwana. Zuia sauti yako usilie. Ngoja nikupe akili hii ya kiroho. Unapopitia katika hatua ngumu ya maisha ya kiroho, moja ya njia za kujihami usiumizwe, usionyeshe kulia. Sasa kuna wengine anapokuwa kwenye nyakati ngumu ndipo anatuma WhatsApp vimoji vya kulia, haya nao yatapita, Bwana ananiona. Tunapopitia katika nyakati ngumu, wachanganye maadui. Badala ya kutuma emoji za kulia, waambie hakika wewe ndiye Bwana. Furahi. Watu washangae waseme ametendewa nini huyu mtu? Mimi wanawaambia hata nyakati za vita, nchi zilizopitia vita, hatuimbi nyimbo za vita tukiwa vitani. Tunaimba nyimbo za vita tukiwa tunajiandaa na vita. Tukifika vitani ni nyimbo za ushindi tunazoimba kwa jina la Bwana. Hata wewe acha kulia kwa jina la Yesu. Kilio. Dunia ya leo imejaa watu wanaolia sana. Kila kona ni kilio. Kwenye biashara ni kilio. Walioajiriwa ni kilio. Walio kwenye ndoa ni kilio. Vijana nao wanalia. Wanasema pastor tuombe tupate wenzi. Walio kwenye ndoa wanasema tuombe ndoa imekufa. Lakini sikiliza, dakika chache zijazo Bwana anakuja kukuita. Nataka nitoe wito huu. Kuna mtu yuko mahali hapa, maisha yake yamekufa kabisa totally. Ameharibu maisha yake. Vijana wameingia kwenye zinaa, hata hawaoni kama ni watu tena. Juzi usiku kijana mmoja kaniambia, pastor, mimi ninadhani sina haja tena ya kuishi, ninatamani kufa kwa sababu nimeishi, nimeenda kufanya kazi za ndani. Mimi nina miaka 19 na sasa nimefika mahali pale, yule mwanaume amemwacha mke wake, anataka kunioa mimi na ameshanitendea ubakaji zaidi ya mara 4. Mwanamume wa miaka 40. Binti anasema, nilitamani kujinyonga, lakini kwa nasikiliza Hope Channel nikapata matumaini. Ni nani katikati yetu anayesema, Bwana, mimi mambo yangu yamekufa, sidhani kama nitaolewa tena, sidhani kama nitaishi tena, mambo yangu yamekufa? Kuna Yesu anayefufua maisha yako. Usiazike kwa jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu Baraka Butoke anapokuja mahali hapa pamoja na mke wake, nataka nikwambie, andaa maisha yako, andaa moyo wako. Kuna kitu Bwana anataka kukifanya. Ni katika karne hii, sikiliza, anapokuja mtumishi wa Mungu, mchungaji mmoja aliyekuwa na imani, anamtumikia Bwana kwa uaminifu. Miaka 5 yuko kwenye ndoa, hajapata mtoto, na Mungu akamsaidia yule mchungaji. Akiwa kwenye mikutano kama hivi, akaambiwa, Bwana, nina ujauzito. Mungu akamsaidia, mke wake akapata ujauzito. Na Mungu alivyo ajabu, wakati mke wake anakwenda kujifungua, ilikuwa ni wakati wa mikutano tena. Pastor yuko kwenye mikutano, anapewa taarifa, anaambiwa, Bwana, mke wako ameenda kujifungua na amejifungua mtoto wa kiume. Pastor hakuvumilia, akawasha gari lake kwenda kuangalia mtoto wa kiume. Akiwa njiani anapokea simu, anaambiwa, wewe ndiye pastor fulani? Ndio. Kwa kweli mke wako alikuwa amejifungua, lakini kwa bahati mbaya kuna kichaa mmoja ameingia kwenye wodi ile, ameua mama na mtoto. Pastor ameshanunua zawadi za mama, pastor amenunua zawadi za mtoto, yuko kwenye gari. Sikiliza alichokisema pastor. Pastor akasema, wewe nyamaza, niachie mimi na Mungu wako. Pastor anafika pale hospitali, anawaambia, nionyeshe maiti ilipo. Akaonyeshwa mtoto na mama yake. Pastor akasema, ondokeni nibaki na hao watu. Akapiga magoti, anaomba hivi. Sikiliza maombi. Kuna wakati maombi haya, kuna kitu tunaita radical prayers. Unaomba maombi ya kupigana na Bwana wako. Pastor akasema, Mungu wa mbinguni, nimekutumikia kwa miaka yote, ulinituma nilienda, sijawahi kukubishia. Leo utaelewa kwa nini uliniita. Naenda kuleta zawadi za mke na mtoto, ole wako nikute bado amekufa. Kwa jina la Yesu, amen. Yesu, naomba tu kwa kulialia, oh Bwana, nimekuja sifai. Haufai. Saifike, mwambie Bwana, hapana, yatosha kwa jina la Yesu. Yule mwanamke akaondoka,
akawasha gari, akabeba zawadi za mama, zawadi za kijana, huku anafurahi, anasema wewe ni wa pekee, umenipa mtoto wa kiume. Akirudi anakuta mama ananyonyesha. Na ngoja nikwambie, hicho kisa kikisimuliwa na yule kijana alikuwa anasoma uchungaji. Kuna watu wamekata tamaa sana. Leo Mungu anataka seme neno. Mchungaji, karibu. Na pastor anapokuja ukuita, njoo mwambie Bwana, nataka kutana nami. Fufua mambo yaliyokufa. Leo ni sabato ya kufufua mambo yaliyokufa kwa jina la Yesu Kristo. Mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu, tumeisikia sauti yako. Umetukumbusha ya kwamba wewe ni Mungu wa urejeshwaji. Vile vyote ambavyo shetani ameviua na kutunyang'anya katika maisha yetu, umetuahidi leo ya kwamba utavirejesha katika jina la Yesu. Amen. Wako watu kwenye ibada hii wamekata tamaa. Wako watu kwenye ibada hii wamekuwa na misiba ya maisha ambayo yameharibika, watoto walioharibika, mahusiano yaliyokufa. Ni kama kila wanachogusa kinakufa, lakini leo kwa imani wanasema Bwana, fufua vilivyokufa ndani yetu. Amen. Hata wale waliokufa katika maisha ya dhambi, ganzi ya hofu ya dhambi imepotea. Leo pia wanakutafuta, wafufue katika jina la Yesu. Amen. Wale wazazi wanaolia kwa ajili ya watoto wao ambao wameiacha njia, wameenda kwenye uovu, wameenda kwenye uraibu, wameenda kwenye maisha ambayo hayakutukuzi wewe, leo Bwana tunawafufua watoto hao. Tunawarejesha katika jina la Yesu. Amen. Fanya jambo jipya leo. Amen. Dhihirisha uwepo wako mahali hapa. Amen. Huwezi ukatuita namna hii tuondoke na misiba kweli, na majeneza tuliyoyabeba kwa miaka mingi. Tuwa mizigo yetu Bwana. Amen. Tuwa mizigo yetu. Amen. Tuburudishe mahali hapa. Amen. Na burudiko la kweli liwe mdhambi mmoja kuiacha njia ya dhambi. Amen. Na kuingia katika toba. Amen. Naam, hata jina lake kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Amen. Asante kwa kuwa unasikia na kujibu. Ni katika jina la Yesu. Amen. Yupo mtu anasema leo nahitaji Bwana atende jambo kwenye maisha yangu. Je, yuko mtu ambaye amelemewa na kuna jeneza ametembea nalo katika moyo wake kwa muda mrefu, anasema natamani leo nikutane na Yesu na aliguse jeneza hilo? Je, yuko mtu ambaye shetani amemnyang'anya na anasema nimeshalia vya kutosha, leo ninahitaji Bwana anirejeshee kwa utukufu wake? Amen. Kama wewe ni mtu huyo, kwa nini usisimame? Amen. Kwa nini usisimame? Amen. Kwa nini usisimame? Mama mchungaji ataanza kuimba, na beti la kwanza linapoimbwa, kila kichwa kimeinamishwa, macho yote yamefungwa, unaongea na Mungu wako. Unampeleka, mshike mkono, umpeleke, umwambie ni hapa ndipo niliposhindwa. Hapa ndipo nilipokwama. Hapa ndipo nilipolemewa. Hapa ndipo nilipoanguka. Hapa ndipo tumaini lilipopotea. Wimbo unapoimbwa, macho yote yamefungwa, vichwa vyote vimeinamishwa, mshike Mungu mkono kwa imani na umpeleke pale kwenye jeneza ambalo umelibeba kwa muda mrefu. Yesu ame
Wewe uliyeko kwenye mahema pale nje, sema na Mungu wako. Wewe uliyeko ndani ya kanisa hapa, saa ya wokovu wako imefika. Mwambie Yesu, ni hapa, ni hapa ndipo jeneza langu lilipo. Hapa, hapa ndipo ndoa yangu inapoharibikia. Hapa mtoto wangu, mwambie Yesu, mtoto wangu anaishi Dodoma, na kule Dodoma ni mlevi, ni mvuta bangi, mvuta madawa. Kule Dar es Salaam haendi kanisani. Mwambie Yesu, nenda kamguse, kamuinue na umrejeshe katika mikono yako. Kanisa linaomba. Mwambie Yesu, ni hapa, hapa ndipo afya yangu inapoporomokea. Hapa, hapa ndipo imani yangu inapotindika. Ni hapa Bwana. Shika mkono wa Yesu, mwambie ni hapa Bwana. Jeneza liko hapa. Kanisa linaomba, kanisa linaomba. Lia na Mungu wako. Mungu yuko mahali hapa. Itakuwa ni hasara ukiondoka na mizigo ya majeneza yako. Mwambie akufungue, mwombe akuweke huru. Kanisa linaomba. Yes, yes. Amen. Wazi, wazi kwangu, mlingane Mungu wako, mlilie kuhusu ajira yako, mlilie kuhusu wazazi wako, mlilie kuhusu ndugu zako. Zaidi ya yote, ungama dhambi zako. Mwambie Mungu, hapa ndipo nimekufa kiroho. Hapa kwenye utunzaji wa Sabato, kwenye uaminifu wa zaka na sadaka, ndiyo nimekufa kiroho. Kwenye kujali mambo matakatifu na ya ibada, mimi ninayapuuza. Nifufue Mungu wangu. Ni kwenye uaminifu wa ndoa yangu Bwana, hapo ndipo nimekufa kiroho. Lakini sitoki kwenye ibada hii mpaka umenifufua. Siwezi kuondoka na mizigo niliyokuja nimeibeba. Nimechoka. Mwambie Bwana, nimechoka kubeba mizigo ya dhambi. Ninaomba uniweke huru. Jambo gani hilo ambalo limekulemea na Bwana anashindwa kukuweka huru? Ongea na Mungu wako. Lia naye. Pambana naye. Mwambie Mungu, natamani nifanywe mrithi wa uzima wa milele. Kwa nini Mungu mimi nisiingie kwenye uzima wa milele? Mwambie kikwazo changu ni hiki. Yes. Amen. Utaimba wimbo namba 126. Amen. Nina haja nawe, na ninatoa wito wa pili. Wito huu ni kwa wale wote wanaosema ninampa Yesu maisha yangu kwa njia ya ubatizo. Imetosha. Nimesikia kweli za neno la Mungu, na sasa niko tayari kusimama kwa ajili ya Mungu wangu. Niko tayari kuyatoa maisha yangu. Niko tayari kuiambia dunia ya kwamba mimi si wa dunia hii. Amen. Kuna uzima wa milele unaningoja. Amen. Mama mchungaji atakapoanzisha wimbo namba 126, tutamuunga kwenye kila chorus. Na wimbo utakapokuwa unaimbwa, wewe unayempa Yesu maisha yako kwa njia ya ubatizo utakuja hapa mbele. Mchungaji Shehemba, mchungaji Kamwela, mchungaji Toto, mchungaji Managina, Dr. Magomere, Pastor Singo, karibuni hapa mbele. Pastor Charles, njoni hapa wachungaji. Wachungaji wengine mtapita huko kuwasaidia wale wanaompa Yesu maisha yao. Wanaosema dunia, nimegundua hii dunia, hapana. Kuna uzima wa milele. Basi wimbo utakapoanza, usisubirie kuitwa sana. Wewe kimbia. Yes. Kimbia. Mwambie Yesu, ninakuja kwako. Nipokee, nikubali, nisafishe, nibatize kwa ubatizo wa ujazo wa Roho Mtakatifu. Karibu mama. Nina haja nawe. Je, yuko mtu? Kimbia.
Kimbia, kimbia, kimbia uje. Kimbia uje. Nisaidie kiti, ninaona bibi anakuja pale. Mungu tena wa kwanza kukimbia amekuwa ni bibi. Bwana akubariki. Amen. Bwana akubariki. Njoo. Amen. Njoo. Njoo. Saa ya wokovu ni sasa. Yesu anakuita. Kanisa linaimba Yesu nakuhitaji. Kule nje kwenye mahema pia, kule nje kwenye mahema pia unaweza ukatembea ukaja mahali hapa. Si hawa watu walioko ndani, hata mlioko nje kwenye mahema. Wapande huku juu, panda huku juu, panda huku. Pandeni tu panda huku juu na ukuja. Panda huku. Panda huku. Njoo kabisa, njoo. Pastor Singo waweke sawa. Tengeneza nafasi. Kuna